Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, japokuwa ni majonzi kwa wananchi, lakini umetekeleza kile kilichoagizwa na serikali na kuahidi kijiji cha Msiezi pamoja na vitongoji vyake tutakuwa wavuvi waaminifu mbele ya serikali. Ombi, tuombe sana kwamba nyavu zinazohitajika sasa tuzipate, maana leo hii kama tunakufanya haya ni kwa kuwa hatuna nyenzo endelevu. Naitwa Samuel Bakari Ngelelo, ni mkaaji wa hapa Bengera, kijiji cha Msiezi, kitongoji cha Bengera. Unajua kinachosumbua vijana wetu, kwanza wanakuwa na maisha ya haraka. Maisha ya haraka hawataki kuvumilia. Alafu pamoja na hayo utakuta wazururaji wanakuwa ni wengi. Sasa wale wanayekuja kwa shida wanaweza wakaja wakaa kwamba anachukulia kwa upande wa uvuvi, alafu unakuta wenyeji hawajitokezi zaidi. Lakini pamoja na hayo tunajitahidi kuwazuia wale wageni kwa sababu hawastahili kwenye mji wa serikali yetu ya Tanzania. Unaona hapo sasa. Unaweza kukuta wenyeji wengi wanazurura tu, lakini wengine wanajikita sana kwenye mashamba. Unaona hapo sasa, hilo linasumbua sana. Lakini kulingana na hayo sasa, kwa sababu serikali imeshatupa somo, kuna mambo mengine ambayo yanafanyika bila kuelewa. Unaweza kumchukua mgeni hana kitambulisho chochote ukajua anaishi halali kwa sababu ameshamaliza mwezi mmoja, afu wewe unajua kutokujua elimu, unaona ya kwamba hivi niko halali, kumbe umeshafanya nini? Umeshakosea. Kwa hiyo elimu kwetu ni faida kwa sababu tumeshapewa elimu, naona tutaendelea kufanya hivyo. Sasa Jina Eliza Bosco, ni mkazi wa kijiji cha Msiezi, kitongoji cha Rubengera. Kwa zoezi hili ambalo linaendelea kufanyika kwa sisi ambao tunategemea kazi za majini, kiukweli tunaumia na tumeendelea kuathirika kiasi kikubwa sana. Maana ndo shughuli ambazo tumetegemea kama sisi wengine wafanya biashara wadogo wadogo, ndo tunategemea samaki hivyo zije tuuze tupate maisha kidogo, watoto wasome, watu wapate jinsi ya kula, nini maisha yaendelee kama hivyo. Lakini unapokuja nani kama hizi tunaathirika sana na tunaendelea kuumia sana. Ila tulikuwa na ombi kwa serikali hizi, serikali yetu hii ya Muungano wa Tanzania itusaidie kupitia ile ambalo limefanyika hapa. Tunaomba tusaidie msaada kwa kweli, kama kuna vitenda kazi vingine ambavyo wanaweza kutuletea kwa haraka watuletee, ili tusiathirike sana na familia na watoto. Maana makazi ndio hivyo kama vile tunaishi tu, tumebaki tunaishi, hatuna pa kuegemea kufuatana na vitu ambavyo vimetuweka hapa ni hivyo vya uvuvi. Na maana hapa tumebaki tu, hatuna kazi yoyote. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Dina Ima Thamani, mkuu wa wilaya Uvinza, doria hii ya kupambana na majambazi wanaoiba zana za uvuvi ziwani, wahamiaji haramu pamoja na wavuvi haramu imeanza utekelezaji wake tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika vituo vikuu viwili, kituo cha Rubengera pamoja na kituo cha Nanga kilichoko Sibwesa. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kukamata wahamiaji haramu 49, nyavu haramu 197, ambapo katika nyavu hizi 194 ni nyavu aina ya makila ambayo yuko chini ya kiwango, kokolo 2 pamoja na nyavu aina ya timba au monofilament 1 na mashine za boti 20 ambazo zimekamatwa. Vifaa hivi vyote vimekamatwa katika maeneo ya Sibwesa, Kalia, Kashaguru, Rufubu, Sigunga, Liabsende, Msihezi, Kirando, Sunuka, Karago na Mwakizega. Na kwamba katika zoezi hili tumefanikiwa kutoza faini kwa wavuvi haramu kiasi cha shilingi milioni 7,618,500. Zoezi la kuteketeza nyavu haramu. Ndugu mgeni rasmi, zoezi la kuteketeza nyavu haramu katika eneo la Rubengera linatokana na sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2009 kwamba nyavu hizi ni haramu, hasa nyavu za kuvua mgebuka kwa mjibu wa mwongozo wa uvuvi wa mwaka 2025
unaelekeza watumie nyavu zenye macho 400 kwenda chini ya maji, urefu mita 330, idadi ya nyuzi yani ply ziwe 4, ukubwa wa jicho moja mesh size iwe inchi 2.5, na kwamba nyavu hizi zilizokamatwa zote ziko chini ya kiwango, yani chini ya inchi 2.5, macho zaidi ya 400, unene wa wavu chini ya ply 4 na urefu zaidi ya mita 300. Changamoto: wavuvi kutopenda kubadilisha nyavu zao za kuvulia zinazokidhi vigezo vya kisheria. Lakini vile vile wavuvi wengi kutopenda kutumia wavuvi ambao si raia wa Tanzania na wasio na vibali maalum. Ndugu mwenyekiti wa kijiji na viongozi wengine katika kijiji hiki cha Msiezi, viongozi wa eneo hili la Lubengera, pamoja na wananchi wote, mnavyotuona tumekuja kamati ya usalama pamoja na wataalamu kutoka wilayani, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeendelea kuwepo hapa. Naamini ni mfululizo wa matukio ambayo ninyi wananchi mlileta malalamiko kwetu kwamba kulikuwa na uvamizi, kulikuwa na wizi wa mara kwa mara unaosababisha ninyi msifanye shughuli zenu za uvuvi vizuri. Na tukaona kama viongozi tuje kusikiliza, na mnakumbuka tulikuja tukafanya vikao vyetu, tukafanya mkutano wa pamoja, mkatoa maoni na mapendekezo ambayo mlitaka serikali ifanyie kazi. Kubwa ni kuhakikisha usalama wa shughuli zenu za kila siku. Na sisi kama serikali na watiifu, tukijua kwamba kazi yetu ni kuhakikisha tunawalinda wananchi na mali zao na kuhakikisha shughuli zao zinaenda vizuri, tukaenda tukajipanga. Na sio tumejipanga tu sisi wa wilaya ya Uvinza, lakini tukasema wilaya zetu karibu 2-3 zipo katika mwambao wa ziwa Tanganyika. Kwa hiyo mkuu wa mkoa pia alipata hiyo taarifa na kutuitisha kikao na kuweza kupanga kwa pamoja. Na yeye alisisitiza, akasema kazi yetu ni kuhakikisha kwamba usalama wa raia unakuwepo katika maeneo yote, hasa mwambao wa ziwa Tanganyika. Na tukijua kwamba shughuli nyingi katika eneo hili ni uvuvi. Kuna wengine wakulima wadogo wadogo, wafanya biashara na kadhalika. Lakini biashara nyingi zinaambatana na shughuli za uvuvi. Bila uvuvi hata biashara zingine haziwezekaniki. Kwa sababu ukivua kuna mfanyabiashara anasubiri. Kuna mtu ambaye anapika chakula kama mantilia anahitaji mboga. Kwa hiyo shughuli zote zinachakatwa kulingana na shughuli kuu ambayo ni uvuvi katika eneo hili. Tukaenda tukajipanga. Tukasema jambo gani linafanya wananchi wa hapa wasikae kwa furaha, wanyang'anywe mashine zao, watishiwe na kadhalika. Lakini baada ya kubaini na watendaji wetu kutuambia na wataalamu, tukabaini kwamba kuna mambo kadhaa ambayo lazima tusimamie. Nasi kama kamati ya usalama tukielekezwa na mkuu wetu wa mkoa, tukajipanga na kuja kueleza kwamba tunatakiwa wote sisi kamati ya usalama tushirikiane ili tuweze kuondoa tatizo hili ambalo limewakumba wananchi wetu. Kwa hiyo tulikuja na tukawatangazia kwamba tutakuwa na doria, na doria inaendelea. Lakini katika mambo ambayo tulisema tutabaini wahalifu wa aina mbalimbali. Tutabaini wezi wanaotuibia mashine zetu, samaki, pesa na kadhalika. Tutabaini wahalifu ambao wanatufanya tusiishi vizuri katika maeneo yetu. Tukaingiza pia na watu wa uhamiaji. Tukasema eneo hili baada ya mazungumzo ilibainika kwamba hata mashine zenu, hata shughuli zenu za uvuvi, wakati mwingine mnaajiri watu ambao hawana vibali maalum katika eneo hili. Tukasema ni vizuri basi taratibu zifuatwe, ili hata wanaokuwepo kufanya shughuli hizi wafate taratibu, tuwaamini, tuwajue. Na ndio sababu tukasema idara ya uhamiaji itaendelea kubaini watu halali na wasio halali. Na tukasema katika nchi yetu
hatukatazi wahamiaji, lakini wakihamia wafate taratibu. Hatukatazi ninyi kuajiri watu wa kutoka nje, lakini mnawaajiri kutokana na utaratibu. Kwa sababu bila utaratibu, leo akikimbia, akifanya mazungumzo na mtu wa nje, wakija kuaibia, mtawakamata wapi? Tukasema ni vizuri tufuate hizo taratibu. Kwa hiyo wakati wa shughuli hizi za zoezi hili la operation au doria, tumeweza kukamata wahamiaji wasio halali takribani 58 na 40 wameshapelekwa mahakamani. 12 wameamrishwa warudishwe makwao haraka sana, lakini pia kuna Watanzania ambao tumewakamata ambao wapo na watu wahamiaji haramu. Na wewe ukikutwa kama Mtanzania umemweka ndani mhamiaji haramu, pia ni kosa. Kwa hiyo hilo pia linafanyiwa kazi, lakini wengine bado wanaendelea kuchunguzwa katika hiyo idadi ya watu 58. Kwa hiyo naamini baada ya wiki moja tena watakuja kukamatwa wengine, kwa sababu kazi inaendelea. Kwa sababu tulisema watu wa idara ya uvuvi watatoa elimu, lakini pia watahakikisha kwamba uvuvi unaofanyika ni ule unaofuata taratibu. Mashine zile, lakini pia mitumbwi, nyavu, leseni za biashara na kadhalika. Tuliwaambia watu wavuvi, wataalamu wa uvuvi wafanye kazi hiyo. Kwa hiyo katika kazi waliofanya, ndio sasa wameweza kupata nyavu haramu 197 kama mlivyoelekezwa, na ni kama taarifa ilivyoelezwa na afisa uvuvi. Kwa hiyo ni kama ambavyo wahamiaji haramu tumeshawapeleka mahakamani, lakini pia na nyavu haramu lazima leo tuziteketeze, kwa sababu ndio njia pekee itakayoweza kutusaidia kwanza tuweze kulinda ziwa letu, tuweze kuvua kulingana na taratibu na sheria. Kama tukiwa tunafuata utaratibu, hakuna sababu ya kufunga ziwa, kwa sababu hatutaweza kuvua vifaranga, hatutaweza kuvua mayai. Tutavua kwa utaratibu na soko letu litaendelea na ulinzi wetu utakuwepo. Kwa hiyo nikasema leo tuje tuendelee na hili zoezi. Na mashine pia 20 zimekamatwa, nazo tunafanyia utaratibu. Ziko kule maeneo ya Kalia kama tulivyoelekezwa. Kwa hiyo tutafata idara zote. Kama ni uhamiaji, tunaangalia uhamiaji wamefanya kazi gani. Kama ni wavuvi haramu wasiotumia taratibu na sheria na kanuni zilizopo. Kama ni wananchi ambao sasa wanawalea watu ambao hatuwajui. Nchi yetu sasa hivi tuko katika hali ya utata. Lazima tufahamiane. Mwenyekiti lazima uwajue watu wako wanayoingia kila siku. Mwananchi uwe wa kwanza kuwa mlinzi wa amani. Huwezi kuwa mlinzi wa amani wakati una mtu ambaye hujui ameletwa kwa ajili gani. Kesho anaweza kakugeuka, au kesho anaweza akaigeuka nchi. Sisi kama nchi ya Tanzania tuna taratibu zetu. Hata wewe leo ukienda Kongo, Burundi, lazima uende na taratibu. Hatimaye tutakuja kukamatana huku, tuseme hawa ndio wachafuzi wa hali ya hewa wanaosababisha kutusiwe na amani. Sasa utakuja kukamatwa wewe, atakuja kukamatwa mtoto wako, kumbe aliyesababisha ni mwingine ambaye hatuna taarifa naye kamili. Kipindi hiki ni cha kuangalia usalama kuanzia ndani ya nyumba unaoishi, eneo unalofanyia kazi. Wewe ndio mlinzi wa kwanza. Lakini sisi kama serikali tumejipanga vizuri, idara zote, mmeona hata wanajeshi wapo, polisi wapo, upande wa uhamiaji wapo, upande wa zimamoto wapo, magereza wapo, kwa pamoja na watendaji, ili kuhakikisha usalama katika kila nyanja. Kwa sababu ukiona tukio limetokea, ukiona mtu ameiba, ukiona mtu amechoma moto mahali, kuna chanzo chake. Kwa hiyo kwa njia hiyo sisi tunataka kuziba vyanzo vyote vya uhalifu. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi wangu wa eneo hili ambao ni wavuvi. Kuna mvuvi ametoa ombi
pamoja na kwamba amesifu hii kazi tulioifanya, lakini ametoa ombi akisema tunaomba tupatiwe muda. Lakini kwa mujibu wa taratibu tulipewa muda. Kazi ambayo mimi nataka kuifanya ni kuhakikisha hizo nyavu zinapatikana zinazostahili, kama zimeisha madukani zinapatikana kwa haraka. Nisimamie nyavu zipatikane. Wakati mwingine wananchi wanaweza kadhani labda viongozi hawana huruma, hawana upendo, lakini baadaye matokeo yale yanapotokea mazuri wanashukuru na kusema huyu mkuu wa wilaya alifanya vizuri. Lakini kwa sasa hivi tutakuwa na machungu. Kwa hiyo ndugu zangu, lengo la viongozi katika nchi hii daima ni kuwaonyeshea njia wananchi wao, kuwapa elimu na kadhalika. Kwa hiyo mimi nipeni wiki moja hizo nyavu zio zimeshafika. Hiyo ni maximum, lakini nikitoka hapa nikahakikishe kwamba wale wote wasambazaji, wauzaji wahakikishe kwamba nyavu zile stahili zinakuja. Kama ziliisha kweli, hizo nyavu ziwe zinakuja. Kwa sababu mzigo ukifungwa Dar es Salaam, ukifungwa usiku, asubuhi umeshafika Kigoma. Hakuna sababu, yani wiki moja ni maximum, kwa sababu mlisema mnahitaji watoto waende shule, watoto washerehekee Christmas, washerehekee likizo hii na kadhalika. Kwa hiyo ndani ya wiki moja, sitaki kusema siku mbili, lakini kwa vile hili jambo ni la haraka, nikalifanyie kazi kuanzia kesho ili nyavu zinazostahili zije. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muendelee kuisapoti serikali yenu. Muendelee kuhakikisha kwamba mnatusapoti kuhakikisha wahalifu wanatokomezwa katika eneo hili. Sipendi tena kusikia kila wakati mtu kakabwa, mtu kanyang'anywa mashine, mtu kanyang'anywa samaki. Hapana. Naomba tushirikiane.